Naam, hali gani mwanafamilia na mtazamaji wa Mega Media Tanzania, na huu ni mwendelezo wa taarifa za kusikitisha moja kwa moja kutoka katika mkoa wa Mbeya. Taarifa za kuuawa kwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Mzumbe Shairoz Mabula ambaye aliuawa siku chache zilizopita na watu wasiojulikana. Kabla sijaendelea na taarifa hii, basi usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Mimi ni Balama Tanzania. Hii ni Mega Media Tanzania. Mnamo Septemba 14, 2025 liliripotiwa tukio la kutekwa nyara kwa Shairoz Michael Mabula mwenye umri wa miaka 20 aliyekuwa mwanachuo wa mwaka wa kwanza chuo kikuu cha Mzumbe ndaki ya Mbeya, kitivo cha sheria, na watu wasiofahamika, ambapo Septemba 16, 2025 majira ya saa 5 kamili usiku huko mtaa wa Moravian uliopo kata ya Isyesye jijini Mbeya, mwili wa mwanachuo huyo ulikutwa ukiwa umechomwa moto. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi la mkoa wa Mbeya lilianza ufuatiliaji ili kubaini na kuwakamata waliohusika katika tukio hilo. Septemba 24, 2025 majira ya saa 4 kamili asubuhi alikamatwa Marwa Nyahenga John mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa Uzunguni A Mbeya, ambaye katika mahojiano alikiri na yeye ni pamoja na wenzake wawili ambao ni Edward Christopher Kayuni na Webster William Mwantebele kwa pamoja walikula njama ya kumteka nyara Shairoz Mabula ambaye kwa sasa ni marehemu, kwa lengo la kujipatia fedha nyingi kutoka kwa baba yake mzazi aitwaye Mabula Michael. Baada ya kumteka, walianza kupiga wamepanga kwenda mafichoni kwenye chimbo ya wilaya ya Chunya. Septemba 27, 2025 aliwapeleka askari polisi katika kijiji cha Nyalangwa, eneo walilokuwa wamepanga kukutana. Askari polisi waliweka mtego kwa ajili ya kumkamata mtu ambaye anaitwa Webster William Mwantebele. Mtuhumiwa atawaonyesha. Baada ya muda alifika mtu mmoja na mtuhumiwa huyo akawaeleza askari kuwa huyo anayekuja ndiye Edward